ukisikia neno ufurahia kwa kitambo, yaani kwa muda tu wanalifurahia, lakini wakati wa kujaribiwa wanajitenga. Wakati wanapoamua kutendea kazi lile neno la Mungu, yanapokuja majaribu wanajitenga. Kwa hiyo tunaona Nikodemu alifanya kwanza utafiti. Na unapofanya utafiti wako wewe mwenyewe, inakusaidia kuwa na msimamo. Inakusaidia kusimama kwa miguu yako. Tunaona hapa Nikodemu akwenda na mtu yoyote, akumwalika mtu mwingine kwamba twende kwa Yesu usiku. Alienda mwenyewe. Akufuata mkumbo. Ni watu wangapi ambao wanafuata mkumbo kwa kile wanachoamini? Wengine wanaamini imani za babu zao, za baba zao. Wengine wanaamini kwa sababu ya faida wanazozipata, ndio wanaamini. Wengine wanaamini kwa sababu ya miujiza tu. Wengine wanaamini kwa sababu tu ya matumbo yao. Lakini tunaona Nikodemu yeye alikuweza kufuata mkumbo. Alikuwa na msimamo wake. Na ukisoma kwenye maandiko pia, unapozungumzia wale mashujaa wa imani, mmoja wa mashujaa wa imani anayetajwa ni Musa. Kwenye Waebrania 11:28 anasema Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa kitambo. Musa alifanya huo uamuzi wa busara baada ya kufanya utafiti. Alipojigundua kwamba pamoja na hizi haki zote za kuitwa mimi mwana wa Farao, pamoja na kila kitu nilicho nacho ninachopewa hapa katika nchi ya Misri, pamoja na anasa zote hizi, pamoja na heshima na umaarufu nilionao, bado mimi sio mwana wa Farao. Alipogundua hivyo, akatafuta mahali sahihi pa kwenda, kama ilivyokuwa kwa Nikodemu. Nikodemu pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaona haiwezi kumtosheleza, haiwezi kumsaidia. Kuna mahali ambapo moyo wake utapata pumziko, moyo wake utapata amani. Japo Musa alipitia mateso makali, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na amani. Na ndio maana hata Mtume Paulo anasema, ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa siku kwa siku. Haijalishi maisha ambayo Musa aliishi baada ya kuamua kutoka Misri, lakini pamoja na yale mateso aliyoyapata katika mwili, bado ndani ya moyo wake kulikuwa na amani isiyokuwa ya kawaida iliyohifadhi moyo wake. Na ndio maana Mtume Paulo anasema, na yahesabu mateso ya wakati huu ninayoyapata kuwa si kitu nikilinganisha na utukufu ule utakaofunuliwa. Kwa hiyo hata Nikodemu tunaona baada ya kufanya utafiti ule ulimsaidia. Usifanye jambo lolote bila kufanya utafiti. Kama ambavyo pia tumeona watu wa Beroya wanaitwa walikuwa waungwana kwa sababu waliyachunguza yale maandiko, wakaona kweli ndivyo yalivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la pili ni utayari wa kuchukua hatua ya kulipa gharama baada ya kufanya utafiti au uchunguzi wa kina. Unajua, nimeshasema ya kwamba huyu Nikodemu kuna mipaka ambayo
alikuwa amewekewa kulingana na nafasi aliyokuwa nayo, iliyokuwa inamzuia kuwa na uhusiano wote na Yesu, kumkubali Yesu, kwa sababu Wayahudi wenzake wote walikuwa kinyume na mafundisho ya Yesu. Walikuwa wanamwona Yesu kama vile amekuja kuharibu mafundisho ya Musa, na wao walikuwa wanamwamini Musa. Kwa hiyo wakawa kinyume naye, na wakaweka masharti ya kwamba yeyote atakayejihusisha na Yesu au kumsapoti Yesu, kusikiliza mafundisho yake au kwa namna yoyote ile, atatengwa na sinagogi. Na Nikodemo alikuwa kwenye lile baraza lililopitisha hiyo sheria, na ndilo lililokuwa linatoa hukumu. Kwa hiyo tunaona ingekuwa vigumu kwake kuchukua hiyo hatua kwa namna yoyote ya kumwendea Yesu, lakini tunaona akawa na huo utayari. Kwenye Waefeso 6:10 na kuendelea, anapozungumza silaha za mtu wa Mungu, mojawapo anasema kufungiwa miguu tayari tuupatao kwa injili ya amani. Baada ya Nikodemu kuelewa injili ya Yesu, akawa na utayari, miguu yake ikafungiwa miguu tayari wa kwenda. Miguu yake japo kulikuwa na ugumu, Mungu akaiwezesha. Haleluya! Kulikuwa na ugumu, lakini Mungu akawezesha miguu yake ikawa na utayari wa kuchukua hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, hatua ya nne na hatua nyingine zilizofuata, mpaka akamfikia Yesu alipokuwa. Hakuna jambo lolote linaloweza kuzuia mtu mwenye utayari, kama ilivyokuwa kwa mwanamke Msamaria. Baada ya kunywa tu yale maji akawa na utayari, na hakuna kilichozuia watu wasiokolewe katika mji wa Sikari. Hakuna kilichowazuia watu wasifunge maduka yao, wasifunge biashara zao na kwenda kumwona Yesu, kumsikiliza Yesu. Ni kwa sababu tu ya utayari. Unaona hata wale wakoma ambao wamepata umaarufu, habari yao ambayo imepata umaarufu kwenye Biblia, wanasema kishindo chao tu kiliweza kuwafukuza washana, kwa sababu tu walikuwa na utayari. Hawakubakia pale, wakasema hata tukiendelea kubaki hapa hakuna tutakachokiokoa, ni afadhali tuondoke. Na walipoanza hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, kadri wanapopiga hatua, maandiko yanasema Mungu akafanya vile vishindo, zile hatua zao zikawa kama vishindo vikubwa vya magari, na wale maadui zao wakaanza kukimbia, wanaacha kila kitu. Na wao walipofika pale wakakuta kila kitu kimeachwa, dhahabu, vitu vyote. Yaani wale wafungwa, wale wakoma wametoka kwenye kutokuwa na kitu, sasa wana vitu vyote, kwa sababu tu ya utayari. Lakini jambo la tatu ni unyenyekevu. Tunapomwangalia Nikodemu, pamoja na umaarufu aliokuwa nao, tunafahamu ya kwamba Nikodemu alikuwa ni mkuu wa Wayahudi. Mathayo 19:23-26 tunasoma hivi: Yesu akawaambia wanafunzi wake, amin nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka?
Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Haleluya! Yanawezekana kwa mtu ambaye ni mnyenyekevu. Na watu wengine wametafsiri vibaya andiko hili kwamba mtu akiwa tajiri basi yeye hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu au hana nafasi katika ufalme wa Mungu. Sio kweli. Tunaona huyu Nikodemu, tajiri namba 3, aliweza kuingia, aliweza kupenya katika ufalme wa Mungu. Ukisoma pia kwenye Petro wa kwanza 5:5-6, Petro wa kwanza 5:5-6 tunasoma hivi: vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Unaona, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyu, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Mkisha kuteswa kwa muda kidogo, muda wa mateso ni kidogo tu, lakini anasema baada ya hayo mateso yeye mwenyewe Mungu atatutengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Unyenyekevu, yani vile vitu ulivyo navyo unaviona kama si kitu. Kama vile Ayubu alipokuwa anapata yale majaribu, akaona hivi vyote hivi, kwanza sio mali yangu, mimi ni wakili tu, nimepewa na Bwana, nimepewa na Bwana. Yeye ni mpaji na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ni unyenyekevu uliomfanya Ayubu akakiri hivyo, akazungumza hivyo. Kwa hiyo mtu anapopitia katika mateso anahitaji kuwa na unyenyekevu wa hali ya juu, na wakati mwingine yale mateso yanamfanya yule mtu, kama alikuwa hana unyenyekevu, akanyenyekezwa, kwa sababu kuna kunyenyekezwa. Mungu anaporuhusu majaribu, wakati mwingine yanatupeleka karibu zaidi na Mungu, na hiyo ndio faida kubwa kuliko vitu vingine vyote hapa, kuwa karibu na Mungu. Kuna mwimbaji mmoja akaimba akasema, karibu 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 zaidi, karibu na wewe Mungu wangu, siku zote niwe na wewe, siku zote niwe karibu na wewe, kwenye furaha niwe karibu na wewe, kwenye mashaka niwe karibu na wewe, katika hali zote niwe karibu na wewe, katika hali zote nitembee na wewe. Na huwezi ukatembea au kuwa karibu na Mungu bila kuwa na unyenyekevu.
Na Mungu anapokuinua, badala ya wewe kuinuka, unatakiwa wewe uzidi kushuka chini, uzidi kwenda chini, uzidi kuinama kama wale wazee 24, pamoja na kwamba wana zile taji, lakini maandiko yanasema hawaoni zile taji kama kitu chochote cha kuwafanya wawe na kiburi, lakini uziangusha zile taji zao, wakimsifu na kumtukuza Mungu, wakisema yeye ni mtakatifu. Haleluya. Kama kuna jambo unalotakiwa kuomba, naelewa Mfalme Sulemani aliomba hekima, lakini pia mimi kama ningeambiwa kuomba, kwa sababu hekima tayari Mfalme Sulemani alishatufundisha kuomba, kama ninaambiwa niombe leo, ningeomba unyenyekevu. Na ndio maana kuna mwimbaji mmoja anasema, nijalie unyenyekevu, Bwana wangu. Ukiusikiliza ule wimbo na ukauimba ukiwa umetulia, ukauimba katika Roho Mtakatifu, unapoanza tu kuimba utaona baraka, utaona mafuta yakibubujika ndani yako. Nyenyekevu ni kitu cha muhimu na ni cha ajabu sana maishani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini jambo la nne tunaona ambalo linawezesha kupokea muujiza ni utii. Unyenyekevu unaendana na utii, yaani ni vitu vinavyoenda pamoja. Tayari tunaona Nikodemu alikuwa na unyenyekevu, lakini hakuwa tu na unyenyekevu peke yake, pia alikuwa na utii. Hakujali kutengwa na sinagogi, bali aliweza kutii na kuchukua mwelekeo sahihi ambao alikuwa anaona unafaa. Hakujali kutengwa na sinagogi, lakini pia na baraza lile la Sanhedrin. Kisoma kwenye Injili ya Yohana sura ile ya 9 mstari wa 22. Yohana 9:22. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Unaona ukianza kule mwanzo kwenye sura ya 9 unaona Yesu alimponya kipofu. Na yule kipofu watu wakaona kweli kile kilichofanywa na Yesu. Lakini hao Wayahudi ambao hawakutaka kumkiri Yesu kwamba yeye ni Kristo, wakawa wanamfuatilia yule aliyekuwa kipofu, aliyeponywa. Na ukisoma pale utaona yale walikuwa wanamwambia yule kipofu kwamba akane Yesu na akane hata kwamba ameponywa kutoka kwenye ukipofu. Lakini yeye yule akawa na msimamo, akasema mimi kweli nimeponywa na Yesu. Na walipomfuatilia zaidi, kwanza kumwambia yule aliyekuponya sisi tunajua huyu ni mwenye dhambi tu, hamna lolote. Yesu hana lolote. Yeye akawaambia kama ni mwenye dhambi sijui. Lakini mimi ninajua neno moja, nilikuwa kipofu na sasa naona. Walipoendelea kumfuatilia, akaanza kuwashuhudia. Akamwambia, na ninyi mbona mnanifuatilia sana? Na ninyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Kwa sababu hao walikuwa tu ni kinyume, wakamwambia sisi hatuwezi kuwa wanafunzi wa Yesu. Wewe ndio mwanafunzi wa Yesu. Sasa unaona walipomshindwa yule kipofu aliyeponywa,
Unaona, wakawaendea wazazi wake ili na wao wakanushe, na wazazi wao kwa kuogopa walikuwa wanaelewa kwamba wakisema tu kwamba Yesu amemponya watatengwa na sinagogi. Wakawaambia, jamani, kwa nini mnatuuliza sisi? Huyo si mtu mzima, si ameshajitegemea, hayupo tena kwenye uangalizi wetu. Huyo ni mtu mzima, muulizeni yeye. Mungu atusaidie sana, haleluya. Lakini walikuwa wanaelewa ukweli, ila wanashindwa kusema kwa hofu ya Kwa hiyo hapa nataka uone ile hofu iliyokuwepo ya kujihusisha na Yesu, ile hatari iliyokuwepo ya mtu yoyote akijihusisha na Yesu, zile sheria zilizokuwa zimewekwa pale. Sasa hapa unaona Nikodemu ambaye yeye ni mjumbe kwenye baraza la Sanhedrini, lakini anakuwa na unyenyekevu, lakini anakuwa na utii. Anatii ile sauti ya Mungu ya kumwambia, Bwana, wewe unashindwa kwenda mchana, nenda hata usiku. Na akatii, akaenda usiku. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hakujali kupoteza nafasi yake, na kwa sababu alielewa kwamba nafasi yoyote ile, unajua mtu wa Mungu anaelewa kitu kimoja. Nisikilize mpendwa, kama una utajiri, kama una cheo, kama una nafasi yoyote ile, kama ilivyokuwa kwa Nikodemu, hiyo nafasi unachotakiwa kuelewa, haujapewa na mtu, umepewa na Mungu. Hiyo nafasi ni Mungu amekuweka hapo. Ndio maana Ayubu alielewa watoto, mali, hata afya yake alipewa na Mungu. Na ndio maana yalipotokea yale majanga akasema, Bwana alitoa na Bwana ametoa, kwamba yule aliyenipa ana uwezo pia wa kuvichukua, lakini pia hata baada ya kuvichukua ana uwezo wa kunirejeshea. Ndio maana akasema, pamoja na haya yote yanayotokea, lakini mimi najua jambo moja tu, baada ya ngozi yangu hii kuharibiwa hivi, mtetezi wangu yu hai na hatimaye atasimama. Na ndivyo ilivyokuwa. Najua watu wengine wanaogopa, hasa katika kipindi hiki tulicho nacho. Watu wamejaa hofu za kupoteza nafasi zao, wanaogopa hata kusema ukweli. Na zamani watu walikuwa wanaogopa kusema uongo, walikuwa wanasema kweli. Lakini sasa hivi mtu yuko tayari kusema uongo ili tu apalilie kibarua chake, ili tu apalilie nafasi yake. Na wanafanya hivyo kwa sababu hawajui kwamba, wanafikiri hizo nafasi wamewekwa na hao mabosi wao wanaowateua, kama ni kuteuliwa. Mtu anafikiri ya kwamba nikimwambia huyu bosi wangu ukweli, kwa sababu yeye ndiye anayefanya uteuzi, anaweza akanitumbua, kitumbua changu kinaweza kuingia mchana. Na kwa sababu hiyo mtu anaamua kusema uongo na kusimama katika kweli. Mtu anaamua kuwa bubu mahali ambapo alitakiwa kusema ukweli, na anafanya hivyo kwa sababu anafikiri na kudhani ya kwamba hiyo nafasi amepewa na huyo mtu. Lakini maandiko yanasema amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu. Sehemu nyingine anasema mwanadamu ni kitu gani hata umwangalie? Mwanadamu ni kitu gani hata umkumbuke? Unawatumaini hawa wakuu wanaopita, wakati wote Mungu akiamua kuchukua uhai wake anachukua. Ndio maana maandiko yanasema
ni heri kumtumaini Mungu kuliko kuwatumaini wakuu. Ni heri kumtegemea Mungu kuliko kuwategemea wanadamu. Tunaona Nikodemu aliweza kutii bila kujali, hata kama angepoteza na nafasi yake liwalo na liwe. Na hata Yusufu wa Arimathaya, unaona baada ya Yesu kuwa amekufa, akujali watamuonaje. Maandiko yanasema akaenda akaomba kibali, akaushusha mwili wa Yesu na akaufanyia taratibu zote ambazo zilikuwa zinahitajika. Akatoa kaburi ambalo yeye mwenyewe lilikuwa limeandaliwa kwa ajili yake, akaenda kumzika Yesu. Wewe hujui kama alikuwa anahatarisha nafasi yake aliyokuwa nayo, lakini hakujali. Alijua ni vitu vya hapa, ni vitu vya kupita, haviwezi vikanikosesha. Na Yesu akasema ole kwa mambo ya kukosesha. Akasema kama jicho lako linakukosesha, uling'oe ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali uingie mbinguni katika ufalme wa Mungu ukiwa na chongo kuliko kwenda na macho yote mawili ukatupwa jehanamu. Akasema pia hata kama mguu wako unakukosesha, kiungo chochote ambacho kitakuwa kinakukosesha, ni afadhali ukitupe. Na Yesu, hekima ya Yesu ilikuwa ni hali ya juu sana, kwa sababu Yesu alijua hivyo vitu havitaweza kukusaidia. Fedha na dhahabu haziwezi kumwokoa mtu. Yesu akasema ni faida gani mtu kupata ulimwengu wote lakini apate hasara ya nafsi yake? Unaona Nikodemu, yeye alikuwa na kila kitu ambacho watu wengine wanakitamani. Watu wengine wanatamani vyeo, na kibaya zaidi sasa wanavitafuta hivyo hata kwa njia za dhuluma. Wengine wanafika hatua hata ya kuua watu wengine, na hao wanaofanya hivyo sio wanasahau au wanajua wao watakufa lini. Lakini wakati mwingine unaona ni vifungo ambavyo wamefungwa na yule adui, kama ilivyokuwa kwa yule Bar-Yesu, yule nabii wa uongo na mchawi. Alikuwa anafanya hivyo kwa sababu tu ya vifungo vya giza alivyokuwa navyo. Na ndio maana kwenye Matendo ya Mitume hiyo Simon yule mchawi, yeye aliweza kuokoka, akafunguliwa kutoka katika vile vifungo, akaweza kuamini na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tano ni kwamba huyu Nikodemu alikuwa na roho ya wanafunzi. Alikuwa na roho ya wanafunzi. Ukiwa na roho ya wanafunzi, unakuwa tayari kujitiisha au kushuka kwa mtu ambaye yuko juu yako, ambaye unaona kwamba huyu ana kitu ambacho anaweza akanisaidia. Ndio maana tunaona kwamba Nikodemu akaenda akakubali kufundishwa na Yesu, pamoja na kwamba naye alikuwa ni mwalimu mkubwa aliyeheshimika sana. Lakini ile roho ya wanafunzi ndio iliyomfanya akaketi miguuni pa Yesu akifundishwa, akimsikiliza Yesu. Kama ilivyokuwa kwa Mariamu aliyeketi miguuni pa Yesu akimsikiliza Yesu. Aliamua kujitiisha na kuwa mwanafunzi wake, lakini pia alitaka kujua na kufahamu iliyo kweli. Kwenye ile Yohana 8:31 mpaka 32 tunasoma hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona Yesu alipokutana na Nikodemu, na Nikodemu akakubali kukaa naye, akaweza
kufahamu au kutaka kujua iliyo kweli, na akajua kweli, akaelewa ukweli ule aliofanyia utafiti, akauthibitisha kwa Yesu, ukathibitishwa pia alipokutana na Yesu. Lakini pia tunaona alikubali kukaa katika neno. Anasema Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Ukiendelea pale wanasema kwamba wakasema sisi hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Unajua kuokoka tu haitoshi. Watu wengine wanajivunia tu kwamba tumeokolewa kwa neema. Mimi pia namwamini Yesu, namwamini Kristo. Lakini kuamini peke yake haitoshi. Ndio maana Yesu akasema ninyi mkikaa katika neno langu. Unaona Nikodemo aliamua kukaa katika neno la Yesu, hakutoka kwenye neno la Mungu. Baada ya kuifahamu kweli na hiyo kweli ikamweka huru. Na ile roho ya wanafunzi ilifanya Nikodemo ajue asili ya Yesu, kwamba Yesu ni Mungu. Kuna watu waliokuwa wanapinga kwamba Yesu sio Mungu, Yesu tu ni nabii, hata wakati ule wa Nikodemo. Ndio maana hata Yesu kwenye ile Luka 4:18 alipofungua chuo cha nabii Isaya akasoma lile neno linalosema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta. Akawaambia leo maandiko haya yanatimia masikioni mwenu. Lakini wao kwa sababu hawakuwa wanamkubali kwamba ni Masihi, maandiko wanasema wakachukizwa, wakaona amekufuru, wakataka kumkamata wamtupe. Lakini Yesu akapita katikati yao, hawakuweza kufahamikiwa kwa jambo lolote. Ni kwa sababu kulikuwa na kutoelewa kwamba Yesu ni Mungu. Lakini huyu Nikodemo aliweza kuelewa ya kwamba Yesu ni Mungu. Kusoma kwenye Mwanzo 1:3, Yesu ni neno. Kwenye Mwanzo 1:3 Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru, na mambo mengine yakaendelea kuumbwa. Lakini pia kwenye ile Mwanzo 1:5 anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa hiyo unaona kwenye ukiri wa Nikodemo anamwambia Yesu, moja ya mambo aliyoyafanya kwenye utafiti, aligundua kwamba asili ya Yesu ni Mungu mwenyewe. Yaani Yesu hakuwa mwana wa seremala kama watu wengine walivyokuwa wanasema kwamba wewe ni mwana wa seremala. Umezaliwa hapa, tunakuona umekuwa, leo unajifanya eti wewe ni Mungu. Lakini tunaona Nikodemo anasema alipokutana na Yesu anamwambia umetoka kwa Mungu. Ukisoma kwenye Yohana 8:40 mpaka 43 tunasoma hivi: lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma.
anaendelea kusema, mbona amyafahamu hayo ni yasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Unaona kilichomtambulisha pia Nikodemu. Anasema hakuna awezaye kufanya ishara au miujiza aliyoifanya na atakayoifanya isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Kwa hiyo hapo Nikodemu aliona kama vile Mungu anavyojitambulisha kwamba yeye ni. Injili ya Yohana 8 mstari ule wa 57 mpaka 59 tunasoma hivi: anasema hivi, atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako mimi niko. Unaona? Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Sasa unaona hawa Wayahudi wenzake, tofauti na Nikodemu, mtazamo wao walikuwa wanaona kwamba, kama nilivyotangulia kusema, kwamba Yesu ni mwana wa Yusufu tu. Kwa hiyo hata walipowaambia kwamba yeye ni Mungu, yeye ndio Masihi, unaona majibu ambayo walikuwa nayo na mtazamo waliokuwa nao kuhusiana na Yesu. Naambia wewe hujafika hata miaka 50, alafu leo unasema wewe ni Mungu, ndio uliumba kila kitu. Sasa anawaambia kwamba ninyi tu hamjui kwamba mimi nilikuwepo hata kabla. Na sehemu nyingine anasema, wanapozungumzia zile mana ambazo Wayahudi walilishwa jangwani, Yesu anawaambia kwamba sio Musa aliyewapa zile mana, aliyeshusha ile mana, ni mimi. Kuonyesha kwamba Yesu ndiye amekuwa mtenda miujiza tangu mwanzo, kwa sababu yeye ni neno. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la 6 ni lililomwezesha Nikodemu ni kutumia njia nyingine au mbadala baada ya njia moja kuwa na vikwazo. Tunaona kumwendea mchana kulikuwa kama nilivyokuwa nawaambia, masharti yalikuwa magumu sana. Kwa hiyo akaamua kutumia njia mbadala. Kila wakati Mungu ana njia mbadala. Kila wakati Mungu ana mlango wa kutokea. Kwa hiyo alipoona yale masharti yanamfunga, akaona akimwendea Yesu mchana macho atakuwa mengi. Akaona afadhali amwendee usiku. Kwa hiyo aliamua kutumia njia mbadala au njia nyingine. Tatizo la watu, njia moja inapokwama, wanaridhika na kuanza kutoa udhuru kwamba hii njia imekwama.
na wanabaki hapo hapo, hawachukui hatua ya kuangalia njia nyingine, njia mbadala. Mvua inaponyesha siku ya ibada, watu wengine wanasema kwamba tulizuiliwa na mvua, lakini unakuta kuna watu ambao waliamua kutumia njia mbadala. Waliamua kuvaa raincoat, waliamua kuchukua miavuli na ikawawezesha kufika ibadani, kwa sababu hakuna jambo lisilokuwa na gharama kwa Mungu. Hata yale ambayo shetani anaonekana kama anayatoa bure, lakini anakuwa na hila. Unaona, alimwambia Yesu, ukinisujudia nitakupa hivi vyote, lakini Yesu akajua hila zake, hila ya shetani, kwamba kwa kufanya hivyo angeweza kulipa gharama kubwa sana, kwa sababu angekuwa ameacha neno la Mungu. Na mtunga Zaburi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno langu, nisije nikakutenda dhambi. Ukisoma kwenye Biblia unapata pia habari za wale ndugu waliobeba mtu kwenye kitanda aliyepooza. Kwenye ile Marko 2, maandiko yanasema walikuwa wanampeleka kwa Yesu ili amponye, lakini walipofika mahali alipokuwa Yesu, kulikuwa na umati mkubwa uliowazuia washindwe kufikia malengo yao. Lakini maandiko yanasema wakaamua kutumia njia nyingine iliyoweza kuwagharimu. Wakaangalia mahali ambapo Yesu alikuwepo, wakapanda juu ya dari, wakaezua lile paa, wakashusha kile kitanda cha yule mgonjwa aliyepooza mpaka mahali ambapo Yesu alikuwa. Na baada ya Yesu kuona imani yao, alimtendea miujiza yote miwili yule mgonjwa aliyepooza. Alimtendea ule muujiza ambao ulisababisha wale watu wamlete, wa kuponywa mwili wake, lakini pia hata roho yake iliweza kuponywa, kwa sababu Yesu alimwambia ya kwamba alipoiona imani yao akasema, umesamehewa dhambi zako. Na kwa kusema hivyo hata uponyaji alikuwa ameweza kupokea. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unapomwangalia pia Zakayo, maandiko yanasema yeye alikuwa ni mfupi wa kimo, na kwa sababu hiyo alishindwa. Alikuwa na kiu ya kumwona Yesu, alikuwa na hamu ya kumwona Yesu, lakini haikuwezekana kwake kwa sababu alikuwa mfupi wa kimo, na kwa sababu watu wengi walikuwa wanamfuata Yesu, ikawa ni vigumu kwake kuweza kumwona. Lakini maandiko yanasema kwenye ile Luka 19, alipokuwa anapita katika mji wa Yeriko, Zakayo akaona njia itakayomsaidia, akapanda kwenye mti, kwenye mkuyu, na alipopanda kwenye ule mkuyu ndio siku yake aliyoweza kumwona Yesu, kwa sababu akatumia njia mbadala. Aliamua kutumia njia mbadala, aliamua kutumia njia nyingine. Kwa hiyo kutumia njia nyingine inatusaidia na kutuwezesha kuweza kupokea muujiza mkubwa tunaohitaji. Na ukisoma kwenye Luka 16:16 anasema, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wale wenye nguvu ndio wanaoteka. Wenye nguvu ni watu gani? Ni wale ambao wako tayari, hawako tayari kukata tamaa, hawako tayari kukatishwa tamaa na jambo lolote, bali wao wanakuwa tuna ile nia ya kuendelea mbele ili waweze kufikia malengo yao. Haleluya. Na kuvuka vikwazo ambavyo viko mbele yao. Lakini pia jambo la 7 ni hekima.
Tunapomwangalia Nikodemu alipomwendea Yesu usiku na akaweza kuwa mfuasi wa siri pamoja na kuwa mjumbe katika baraza kuu la Wayahudi la Sanhedrini lililokuwa na wajumbe 72, na kati ya hao yeye pamoja na Yusufu wa Arimathaya, tunaona kilichomsaidia Nikodemu, jambo jingine lilomsaidia Nikodemu ni kutumia ile hekima. Unajua kuna mambo mengine yanahitaji tu hekima, yanahitaji hekima, kwa sababu kuna matatizo mengine ambayo tunajitengenezea wenyewe kwa kutokuwa na hekima. Kuna vita nyingine ambayo tunazisababisha, kuna vita nyingine ambazo tunazisababisha, tunashambuliwa. Kuna mashambulizi ambayo yanatufanya tushambuliwe kwa kukosa tu hekima. Kwa hiyo katika kila jambo tunaloliendea tunahitaji hekima, na ndio maana Mfalme Sulemani aliomba hekima. Na hiyo hekima ndiyo iliyowafanya yeye Nikodemu pamoja na Yusufu wa Arimathaya kuweza kuendelea kuishi vizuri na watu wengine bila kutengwa na sinagogi. Sababu hatuoni maandiko kwamba Yusufu wa Arimathaya na Nikodemu kwa yale waliofanya kuhusiana na Yesu walitengwa na sinagogi. Ina maana waliendelea na hata hizo kazi zao. Walihitaji tu hekima ya Mungu. Kuna watu ambao wakati mwingine wanakurupuka. Mtu anaweza hata akaacha kazi akasema naenda kumtumikia Mungu, kumbe angeweza kuendelea kufanya hiyo kazi na huko anamtumikia Mungu. Inategemea na wito ambao Mungu amekuita. Lakini Mungu hawezi akakuita akakuachisha kazi alafu bado ukaendelea kupata matatizo kule ulikoenda. Huyo hatakuwa Mungu. Itakuwa tu ni tatizo la kwako, wewe ndio umekurupuka. Lakini kama Mungu amekwambia acha hii kazi ukanitumikie, hakutakuwa na mapungufu. Mungu provide, atakupatia kila unalolihitaji. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anaweza akakuacha kama ilivyokuwa kwa Nikodemu na Yusufu wa Arimathaya, anakuacha kwenye ile nafasi. Anaweza asikuondoe pale, lakini bado wewe Mungu akakutumia ukiwa pale pale kwa utukufu wa jina lake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Yusufu na Arimathaya pia ile hekima ikawawezesha kusimama na Yesu. Wakati Yesu alipokamatwa na kuteswa na hata kuuawa. Ndio maana kwenye tezi ule wimbo wa namba 71 kuna tatizo kidogo la tafsiri. Wanasema huwa tunauimba kwamba mteteeni Yesu. Lakini unajua hizi nyimbo zimetokana na Kiingereza kama ilivyo Biblia imetokana na Kiingereza. Ukiangalia kwenye Kiingereza asemi mteteeni Yesu. Anasema stand up with Jesus. Yaani simameni na Yesu. Kwa hiyo tunaona Yusufu wa Arimathaya pamoja na Nikodemu wao walisimama na Yesu. Yesu akamwambia rudisha kisu chako halali. Huwezi ukamtetea Yesu. Mungu hatetewi. Yesu ni Mungu, huwezi kumtetea Mungu. Kuna imani ambazo wao wanamtetea Mungu wao, lakini ni tofauti kabisa. Kwa hiyo tunaona ya kwamba hekima ilimsaidia Nikodemu kumwendea Yesu usiku na kufanikiwa katika lile alilokuwa analikusudia. Lakini pia hekima ilimsaidia kufanya yasiyowezekana kibinadamu. Tunaona ni hekima
iliyoweza kumsaidia Nikodemo kuweza kufanya yasiyowezekana kibinadamu yawezekane, kwa kuweza kumtanguliza Mungu na kutotanguliza yale yote ya dunia hii. Kwa hiyo tunaona unapokuwa na hekima, hekima inamwezesha mtu kuishi katika mazingira yoyote yale, lakini pia hekima inamwezesha mtu kuongoza kwa ufanisi. Naona Mfalme Suleiman, hekima ilimsaidia na akaweza kuongoza watu wake kwa ufanisi mkubwa. Lakini hekima pia inamfanya mtu asiwe na udhuru usio na sababu kwa Mungu. Tunaona Yesu katika huduma yake alikutana na watu ambao walitoa udhuru, na udhuru huo haukuwa na sababu mbele za Mungu, lakini ni kwa sababu hawakuwa na hekima. Hekima inamsaidia mtu kutojitia katika majaribu. Naona hata kwenye ile sala ya Bwana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake, akawaambia waombe ya kwamba usitutie majaribuni, bali utuokoe na ule mwovu. Kwa hiyo hekima inasaidia lakini tunaona jambo jingine ambalo lilimsaidia Nikodemo. Kwa Kiswahili kizuri tunaweza tukasema unyumbulifu. Unyumbulifu. Kwa Kiingereza flexibility. Kwenye Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari wa 8 tunasoma hivi: upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Yaani jambo jingine lililomsaidia Nikodemo au yule mwanamke Msamaria baada ya kukutana na Yesu ni ule unyumbulifu. Unyumbulifu, yani kitu kinachonyumbulika, yani kiko tayari kwenda popote, kupelekwa popote. Akiwi kigumu, akiwi na ugumu, kiko laini. Ni kama vile vitu walivyotengeneza vya kuzunguka vile. Kwa hiyo ukiamua kukizungusha kielekee mashariki kitazunguka, kielekee magharibi kitazunguka, kielekee kaskazini kitazunguka, pande zote. Kwa hiyo ndio maana unaona katika mazungumzo ya Yesu na Nikodemo anapomwelezea mambo ya kuzaliwa mara ya pili au mtu aliyezaliwa mara ya pili, anasema ya kwamba anakuwa mnyumbulifu. Yaani yuko tayari kugeuzwa, akiambiwa nenda huko, yaani anakuwa kama vile upepo. Upepo utauona unaelekea hivi, alafu baadaye unaona umebadilika unaelekea upande mwingine. Utaona unaelekea kaskazini, mara umebadilika unaelekea kusini. Utaona unaelekea magharibi, umebadilika unaelekea mashariki. Au unaona umetoka ulikuwa unaelekea mashariki, umegeuka umeelekea kusini. Anasema ndivyo ilivyo hali ya mtu aliyezaliwa mara ya pili. Ndio maana yule mwanamke Msamaria, kwa sababu tayari akawa na unyumbulifu, akuona vigumu tena kwenda kuwashuhudia wale ambao walikuwa ni watu wake, wale wanaume, kwenda kuwaambia kwamba Bwana mwisho, kwamba inatosha. Inashangaza watu wa sasa hivi hawana yani hata hawashtuki ndani ya mioyo yao. Mtu anasema ameokoka, lakini bado unakuta maisha anayoishi hayampendezi Mungu. Hataki kugeuzwa.
na ukimgusa sasa watu wa siku hizi, ukamgusa anakuwa kama jongoo. Jongoo mguse tu kidogo, utaona amejiviringishe. Ila ukitaka aondoke kwenye ule mviringo wake, piga kiberiti, lete moto, tutaona atakavyokimbia. Wanasema hata ukitaka kujua spidi ya kinyonga, washa moto kwenye kichaka alichojificha. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kama umeamua kuwa mtu wa Mungu, unabidi kuwa na unyenyekevu, inabidi kuwa mnyumbulifu kwa kufuata kielelezo cha Yesu. Unyenyekevu pia ndio unayomsababisha mtu achukuliwe, yaani akubali kupelekwa huko. Na ndio maana Yesu akamwambia wanafunzi wake, msipookoka na kuwa kama watoto wadogo hamtaingia. Kwa sababu mtoto mdogo utamwambia nenda huko, ataenda, atarudi, utamchapa saa hiyo hiyo, kisha sahau, anacheka na wewe, ameshakuja kwenye miguu yako, kwa sababu ya unyumbulifu. Lakini jambo la 9 ni kujikana. Tunaona kilichomsaidia Nikodemu, aliamua kujikana. Kujikana. Ukitaka kuelewa maana ya kujikana, kwenye Injili ya Luka 9:23 mpaka 24. Luka 9:23 mpaka 24. Tunasoma hivi. Tunasoma hivi, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Kwa hiyo unaona, Nikodemu aliamua kujikana. Aliona Bwana liwalo na liwe, mimi nitaenda kwa Yesu japo naelewa kuna vikwazo, lakini nafsi yangu ninaitoa. Ni kama wale wakoma, anasema kama tukifa tufe. Yaani lolote, kujikana inahusisha na kuwa tayari kwa lolote. Kwa hiyo tunaona kilichomsaidia Nikodemu ni kujikana. Lakini jambo la 10 ni ule uamuzi wa busara na kusimamia malengo ya uamuzi ili yaweze kutimia na kutoishia njiani. Kuanza, kuendelea na kukamilisha. Kwenye Wafilipi 1:6 anasema yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha hata kuja kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona Nikodemu, ile safari yake aliyoianza kuanzia kufanya utafiti, akachunguza, akajiridhisha, akapita hizi hatua zote mpaka amekutana na Yesu, na Yesu ameongea naye. Ikafika wakati sasa wa yeye kufanya uamuzi wa busara. Tayari ameshakutana na Yesu, na Yesu ameshamuonyesha njia, na Yesu ameshampa majibu aliyokuwa anayahitaji. Baada ya kuwa amefikia kwenye hatua hiyo, hatua ambayo ilikuwa inafuata ni yeye kufanya uamuzi wa busara ambao ungeamua hatima ya maisha yake. Na tunaona aliweza kufanya uamuzi wa busara. Mwanamke Msamaria pia aliweza kufanya uamuzi wa busara. Haina maana yoyote kusikiliza neno la Mungu na kujua siri zote za ufalme wa Mungu kama hujafanya uamuzi. Ndio maana kwenye Wakorinto wa kwanza 13 anasema, nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo si kitu mimi. Anasema upendo hauishii tu kusikia na kuelewa, lakini upendo unatenda. Ufurahi pamoja na kweli.
Kwa hiyo Nikodemu akafurahi pamoja na ile kweli ambayo aliisikia kwa Yesu. Mwanamke Msamaria akafurahi, akawa na furaha isiyotokana na ulimwengu huu, kutokana na maneno yale aliyoyasikia kwa Yesu. Akawa na amani isiyotokana na amani ya kidunia, akawa na amani inayotokana na Yesu. Kila unaposikia ujumbe kama huu, usikubali tu kufanya vitu vya mazoea, vitu vya dini, bali unahitaji kufanya kama mashujaa wa imani walivyoweza kufanya kama Nikodemu, kufanya kama yule mwanamke Msamaria, na kufanya kama Zakayo yule mtoza ushuru, pamoja na watu wengine ambao neno liliweza kuwasaidia, sababu maandiko yanasema pia kwamba neno la Mungu halitashuka bure, litafanikiwa na kutimiza makusudi yake, na watu wote tuseme amen. Amen. Tumshangilie Mungu kwa ajili ya somo zuri, na tuweze kusimama kulipokea neno hili kwa unyenyekevu kabisa. Muombe Mungu neno au ujumbe wa leo uweze kubadilisha kabisa maisha yako. Muombe Mungu siku ya leo ili ujumbe wa neno la Mungu huu uliosikia na mwingine unaoweza kusikia uweze kuathiri kabisa maisha yako. Tunaona neno la Mungu liliathiri maisha ya Nikodemu. Neno la Mungu liliathiri maisha ya Sauli wa Tarso. Neno la Mungu liliathiri maisha ya watu wengi, ikiwemo mashujaa wa imani. Ruhusu neno la Mungu liweze kuathiri maisha yako pia. Twende mbele za Mungu na tuombe. Tawatamkia maneno haya ya baraka, na itakuwa kama maneno haya yanavyosema. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu awatendee mema.